Hapo mwenge kikao hapo bado mnaleta mkali hapo. Nenda mshike vyombo vizuri hapo. Basi akisimama hapa kila kitu kizai sawa. Asante fundi mitambo. Huyo shetani kamata, weka gerezani leo. Anayesumbua kwenye vyombo mshike. Semea ashindwe kabisa. Makambi, Bwana Yesu apewe sifa. Wimbo tulioimba kuna mambo mawili. Kuna nafsi, kuna pendo, kuna mali. Hapa inatajika mwana hisabati mzuri wa kiroho ili aweze kufaulu, kwa sababu nafsi iradhi mara nyingi, mwili ni dhaifu sana. Lakini pendo sio la maneno, kusema kwa maneno, ni kwa vitendo. Daktari maneno ni kwa vitendo. Alafu tunapewa ushauri, tumtwae Emmanuel. Nipe siku zako, udumu mwangani na tabu yako. Mungu anataka umpatie shida zako ili akuweke mwangani na kisha akuinue rahani. Alafu anasema nimekuletea huku duniani pendo na wokovu, zote zatoka mbinguni. Lakini swali ni hili, hivi wewe mtu wa Mungu, nimekunyima nini? Nimekunyima nini? Na wewe umenipa nini? Ni maswali ya ufahamu. Nimekunyima nini? Hivi tunavyoongea umeketi, mwingine amelala hawezi kuketi. Umenipa nini? Nimekunyima nini? Ninasimama kwa mambo mawili, na yanahusu hizi bahasha na masanduku. Mambo mawili, nina bahasha fupi na nina bahasha ndefu. Waweza kuzichukua zote. Hii nitaielezea na hii nitaielezea. Kwa hiyo nimesimama kwa mambo mawili. Na jambo la tatu nataka kusahau, ile boksi pale kwa wachungaji, boksi la umishonari la utume na vitabu, sadaka ya vitabu, sadaka ya shukrani. Hapa tuna zaka na sadaka ya kawaida. Kabla tujaenda mbali, basi tufungue maandiko kidogo, tafakari mawili matatu kwa dakika hizi chache. Katika Luka sura ya 17 kuna kisa kinaelezwa hapa. Yesu Kristo akiwa mahali fulani katika ziara zake za kiutume. Ile sura ya 17 neno la Mungu linaleta kisa hiki. Yazio mstari wa 11. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, 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 Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa alipokuwa wakienda, walitakasika. Mstari wa 17, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wapi? Wako wapi?
mstari wa 18, je, hakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Tafakari ya kwanza inaanzia hapo, ya kwamba Yesu alikuwa akienda Yerusalemu katika ziara zake za kawaida, na kulikuwa kuna watu wana ugonjwa mbaya, hawataki kuchangamana na watu wengine wala hata kuwasogelea. Na walipogundua ni Yesu mwana wa Daudi, yule mtenda miujiza, mwenye huruma, mtoa pepo, mgawa mikate ya bure, na yule anayetenda mema, mwenye mafundisho yasiyochosha, unaweza kumsikiliza asubuhi hadi jioni, wakaona wasimsogelee, wakaja wakamwambukiza ukoma, ingawa Yesu alikuwa ambukiziki maradhi. Wakasimama mbali kidogo na wakatumia sauti zao ili wapate kuokolewa. Wakasema, Yesu! Kumbuka waheshimiwa, huwa sio, kuna watu wakubwa huwa sio vizuri kuwapigia kelele, lakini unapokuwa na jambo umebanwa vibaya, piga tu kelele. Yesu, Bwana mkubwa. Neno la Kiyunani lilotumika hapo ni epistate, the master himself. Yaani nyie mnaangalia vingumi vile vya kung fu, huwa yule mkubwa yule master huwa anakuwa wa mwisho kupigana. Na ukiona wanafunzi wamemwita master, hakuna kinachoshindikana. Wayahudi wa Yunani walikuwa wana epistate, master, alafu wana didaskalos, mwalimu wa kawaida. Sasa hawakutumia jina la mwalimu wa kawaida, waliita lile jina la master mwenyewe, Bwana mkubwa, uturehemu. Alafu Yesu akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda njiani, wanapiga hatua, wanaimba burika vizuri, mara hatua moja, hatua mbili. Wengine walipofikisha hatua ya 7, wakiangalia mikono imechepuka kama ya watoto laini, wakafurahi, wakakimbia, wakashangilia, wakaenda. Mmoja peke yake akarudi kushukuru. Alafu Yesu akauliza swali kabinuza kwamba hawakuwa 10, na kama walikuwa 10, mbona karudi moja? Tabia ya mwanadamu ni hii, anapenda yeye tu, apewe yeye tu, atendewe mema yeye tu. Akishatendewa mema, akishapata, akishapewa, anaondoka. Na hili jambo lilimshangaza Yesu. Mwaka mzima kuna watu hapa mmekula mihogo, mmekula viazi, mmekula matikiti, matembele, mkarango, msusa, na wengine hata mmekula nguruwe kisirisiri, na wengine hata mmekunywa pombe kisirisiri. Umekula vyote, umekunywa vyote, umevaa vyote, umesafiri kwenye hizi barabara, umeenda salama, umerudi salama. Wenzako walivyopita pale wakapinduka. Wenzako mwaka mzima wanaenda kule kufanyiwa dialysis, wanabadilisha damu, figo zinataka kugoma. Wenzako mambo haendi vizuri, wewe unafanya kila kitu sawa. Lakini Yesu anashangaa, mbona huna shukrani wewe? Mbona ushukuru? Maana alisema, si mlikuwa 10, mbona hamshukuru? Katika makambi yetu, na mimi Pastor Blabo leo nafurahi kwa sababu kambi limejaa, na mhubiri mkuu ninafurahi kwamba kambi limejaa, maana kwa siku 6 watu wa Mungu walikuwa utumwani. Mlienda kutafuta maisha, bila shaka mmeyapata. Mlienda kutafuta shekeli, na bila shaka leo nyomi hii mmekuja nazo, maana Baba wa mbinguni amewapatia mlichokuwa mnakitafuta, na leo mmekuja kwa moyo wa shukrani. Hapa kuna bahari ya Shamu, inabidi ipasuliwe. Waleti zenu wafanyakazi zipasuke. Fanya muujiza leo, pasua waleti yako, pasua shamba lako lile la mihogo, shamba lako la viazi, pasua biashara yako, pasua faida, weka kwenye bahasha. Hasa washiriki wa Heri Adventist Hospital na washiriki wa kambi hili, kama haujatoa shukrani yako kwa Bwana wako kwa ajili yako wewe, mme wako hajakuasi hadi leo, anakutambua wewe na hajaenda kokote, ni kwa sababu ya Mungu. Akishika nati kidogo, dishi la mama likayumba, utamuokota leo. Mungu amemshikilia. Lazima uwe na moyo wa shukrani. Goli letu lilikuwa ni 3 milioni, lakini mpaka ninaposimama hapa
kuna 1,000,000 na shilingi ngapi basi? 1,104,000. Tumezunguka makambi mengi, tumeona baraka za Mungu. Hatujaona mahali kokote kambi la Waadventista wa Sabato wameshindwa kumshukuru Mungu, na haiwezekani hapa Heri, kanisa lililobarikiwa hivi na miundombinu mizuri na wasomi na watu wenye hofu ya Mungu, msiweze kumaliza. Kwa hiyo niwaombe sana, fikiria kuleta sadaka ya shukrani hapa. Wewe, kuna bahasha pastor amebakiza chache. Wale washiriki wa Heri, kama katikati ya wiki hukutoa sadaka ya shukrani na uko mahali hapa, tafadhali nyosha mkono wako wakuletee bahasha, na hata wasipokuletea bahasha, kuna muda tu nitakuruhusu hapo, utainuka utakuja kuweka sadaka hiyo ya shukrani hapa, ili Mungu atuwekee wigo na ulinzi wake. Kisa cha pili, Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10, kuna kisa cha mtu asiyekuwa Mwebrania wala Myahudi, naye alikuwa ni askari wa jeshi la Kirumi mkubwa sana, kama RPC, kama ni polisi au jenerali brigedia anayeongoza kikosi cha jeshi kinachoweza kwenda vitani. Alikuwa anaitwa Kornelio. Biblia inasema mtu huyu alikuwa anaishi mji wa Kaseria. Alikuwa ana sifa zifuatazo. Moja, alikuwa ni mtu aliyejitoa, devout man. Alikuwa ni mtu mcha Mungu, ana hofu ya Mungu. Lakini alikuwa ni mkuu wa kikosi cha akida, lakini alisimamia nyumba yake yote, mke, watoto, wafanyakazi na mapolisi waliokuwa zamu kumlinda, wote aliwaelekeza katika ibada ya Mungu wa mbinguni. Huyu anashuhudiwa na maandiko ya awali, anashuhudiwa na maandiko wakati wa mitume ya kwamba alikuwa akitoa sadaka nyingi na kuwasaidia maskini na kuwezesha kazi ya Mungu. Mtu huyu majira ya saa 9 alasiri alipata maono wazi wazi. Ule mstari wa 4, Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 4, malaika akatumwa kutoka mbinguni kuja kwake, na akamwambia Kornelio, sala, dua, sadaka zako, sala zako na dua zako zimefika mbinguni. Biblia inasema ya kwamba alimtazama sana yule malaika, akaogopa. Akamwambia, usiogope, sala, dua zako na sadaka zako zimefika mbinguni. Mara akaelekezwa aende amfate Petro mahali alipokuwa, aje awafundishe na kuwaweka katika kweli yote. Sasa sikiliza nikwambie, ibada sio kugonga suti kama nilivyopiga hivi na kuvaa miwani mizuri kama ya Manento. Mungu atukubali kwa sababu umevaa hivi, umechomokea. Unaona kama shangwe leo unatupiga na mkwara wa kofia. That is not worship. Yaani kuvaa kofia, that's not worship. Huyo binti huyo ameweka na hivi. Yaani hizo ni ngwengwe za fujo takatifu. Fujo takatifu ibadani, lakini hazituinui wala hazitusogezi hata karibu na Yesu. Nimesomaje mkutano? Hizi kaunda suti ulizovaa za uimbaji, hicho kiatu kipya, leo umevunja kabati, hiyo kwa Mungu ni kazi bure. Maana mmevaa miti ya mitini, mmevaa majani. Mmekuja mbele za Bwana mmevaa majani na mmeficha aibu zenu. Mungu alimwambia Ibrahimu, alimwambia Adamu akiwa bado akili ni nzuri, alivyotoka na nguo kama hizi, baada ya utukufu wa Mungu kuwa umeondoka, alishona suti akajifunika, na aliona aibu kwenda na suti mbele ya Bwana kwa sababu amekosea. Ila wewe ukishona nguo mpya unakuja kifua mbele na haujaanza kuabudu. Sikiliza, wanaoabudu wanafanyaje? Nimekwambia Yesu amewaambia wale waliotakaswa, wale aliyefanya ibada ya kweli ni huyu mmoja. Na kwa Kornelio hapa alikuwa akitoa sadaka na kuwasaidia watu. Mtu wa Mungu, sikiliza. Madam Sara, mkuu wa shule ya Alfa, punga mkono, ndio tunatambulisha hivi. Huyu mama anafundisha watoto wangu. Nikionaga simu yake, mimi naogopa simu moja tu inayotoka shuleni. Lakini sio polisi. Maana nasema katakuwa kana malaria au kamejiarishia huko na shida gani?
Kwa hiyo napokuona hapa mkuu, Mungu akubariki sana. Sasa sikiliza, ukuu hautoshi kama hutafanya haya. Kuna aina tatu za utoaji ambao Mungu ametupatia. Moja ni utoaji wa sehemu ya 10 ya kila kitu alichokubarikia. 1/10, iwe ni mihogo, viazi, tikiti, chochote, ng'ombe, mbuzi, punda, vyovyote. 1/10 Mungu anataka hiyo, sio ya kwako, na unavyoendelea kuila utapata minyoo ya kiroho. Umeshawahi kuona mtu ana minyoo ya kiroho? Utapata utapiamlo wa kiroho, na utakuwa na kesi nyingi kazini, hata bosi atakufukuza, hata wafanyakazi, maana unakula vitakatifu. 1/10 usile. Na huyu bwana huyu Kornelio, ingawa hakuwa Mwisraeli, hakufanya sehemu hiyo, akula, alipeleka hekaluni, aliwapa, alipeleka kanisani. 1 ya mshahara wake, marupurupu yake alipeleka kule. Biblia inathibitisha Agano Jipya katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba Mungu anamtuma malaika. Mara ngapi sisi tunaomba, maombi yetu huenda hata hayavuki neti uliolala. Neti na matundu yote, lakini kwa uchoyo ulio nao, hata neti ile maombi hayavuki. Achana na dari la nyumba yako. Huyu anaambiwa sala zako zimefika mbinguni. Sala zako zimefika mbinguni. Kitu cha pili alichokuwa nakitoa Kornelio katika matoleo ambayo Mungu ametuelekeza, kuna sadaka, offering. Sasa sadaka ziko kwa aina mbalimbali. Kuna sadaka za shukrani. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, mbona umenuna? Hakuna wokovu bila kutoa damu. Mwambie, yani hakuna kusamehewa dhambi bila kumwaga damu, na saa inakaribia sasa. Ukishaongelea hela, kuwa karibu na wokovu wako. Sadaka ya pili, Mungu anataka sadaka. Kwa hiyo sadaka ziko za aina mbalimbali. Sadaka ya shukrani ndio inayoulizwa hapa. Mtu wa Mungu lazima uwe na moyo wa shukrani. Ni tukio la kimbingu. Mungu anahitaji tuwe na shukrani. Na sadaka hii ya shukrani ni free will gift. Hatukupangii. Wewe ndio unajua mibaraka ambayo Mungu amekupatia. Hata hii 2,000,000 iliyobaki unaweza ukaitoa peke yako kulingana na baraka za Bwana. Wewe si unajua alivyokubariki, na hatulingani katika mibaraka. Kuna waliobarikiwa zaidi, kuna wenye majukumu makubwa. Kwa hiyo kila mtu atatoa kulingana na baraka ambayo Bwana amempatia. Hizo ni offerings. Lakini kuna sadaka ambayo tunatoa. Kuna sadaka za majengo, sadaka za dini, za vyombo. Sadaka ni nyingi. Na sehemu ya tatu ni alms, au kutoa msaada. Nayo ni sadaka. Kutoa msaada kwa wahitaji. Kwa mfano, tunaamini yuko hapa mwinjilisti, kuga mkono. Yule mama anasikia amekuwa anapita. Yuko hapa yule mwinjilisti wa vitabu. Sadaka kuwasaidia wahitaji. Kuna wahitaji, wagonjwa, wanahitaji chakula. Na Yesu alisema anapokuja, wale waliowasaidia wagonjwa walioko magereza wataingia mkono wake wa kuume. Hao ndio Wakristo, na hao ndio watakaokaribishwa. Na Yesu anasema, mlivyowafanyia wale mlinifanyia mimi. Sasa basi, watakatifu wa Bwana, asubuhi ya leo tunahitaji kutoa sadaka hizo. Sadaka hii ya tatu itakayotolewa leo ni sadaka ya kusaidia wahitaji. Tunahitaji kwenda kutawanya vitabu. Nyamasovu Bwana bariki. Tulinunua vitabu katikati ya wiki hapa. Ni ndio au sio ndio? Ndio. Tulinunua vitabu ila havikutosheleza. Na watu wengi hamkuwepo. Tunatoa tena mbaraka huu asubuhi ya leo. Tutakuwa na sanduku lile pale. Naomba Shemasi alilete hapa, maana sasa twende tufanye hilo sanduku lile pale. Shemasi moja alisogeze hapa, aliweke hapa. Shemasi, una bahati, unatembea pole pole, Shemasi. Hilo hapo, hilo sasa. Shemasi, kama hakuna nani, utalishikilia hapo, weka hapo, na kutesi kidogo, simama nalo hapo. Hilo unaanza kudumbukiza mimi na wewe kwanza. Hatuwezi tukasema ambacho hatukiamini. Kama ulikuwa hujajipanga, naenda katika sadaka hapa. I'm very serious my brother. Wezi kunyanyua yani Uliache? Ili upate hela. Unakupe bahasha. Hii sadaka ya vitabu. Hiyo bahasha.
Yafuta? Shabalizi. Okay. Basi simama hapo, ulishafanya. Hiyo hapo ni ya vitabu, alafu sadaka ya shukrani. Naomba tena shemasi mwingine ili alisogeze pale mbele kidogo hapo. Asante baba. Hiyo kaunda ni majani ya mtini hapa. Amen. Na kila unapoamka asubuhi na kuvaa nguo ikuonyeshe kwamba dhambi ni mbaya, ulikosa vazi la utukufu na bajeti ya sabuni. Ona maisha yalivyo magumu. Ukitakiwa kuwa unafua, ulikuwa unaamka tu na utukufu wa Mungu naendelea. Sasa tunalazimika kufua na kuwa na madesigner na fashionist na watu wengine. Sadaka nyingine itatolewa, ile sadaka ya zaka na sadaka, wakati wa ibada utakapokuwa umefika. Watu wa Mungu